zitakuwa bayana siri. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana na kumtakia rehma nyingi na amani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisimama kwa niaba ya Sheikh wa mkoa wa Dodoma Al-Haji Dr. Sheikh Mustafa Rajab Shaaban. Kama mlivyoambiwa, ana majukumu mengine na yeye ameona aje aungane nanyi katika dua hii ya kuomba Mwenyezi Mungu afanye wepesi na ajalie kheri katika jengo letu hili la msikiti. Hivyo anaungana nanyi nyote, akiwemo mudir wa madrasatu Zaharau zote Sheikh Bunyamin, pia mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa wa Dodoma, mzee Mgunda, shekhe wetu, mzee wetu, mlezi wetu, mwalimu wetu na wazee wake wengine wote, lakini na sote tuliohudhuria katika dua hii. Anasema yuko pamoja na nyinyi katika dua hii na yote yanayoendelea hapa. Anatambua ujenzi wa msikiti huu Sheikh wa mkoa wa Dodoma, yeye pamoja na timu yake yote ya BAKWATA. Mara nyingi amekushafika katika hadhara mbalimbali hapa kabla kabisa hata huyo misingi haijachimbwa. Lakini anasema pamoja na yeye kutambua hilo, Sheikh wa mkoa wa Dodoma anasema pia Mheshimiwa Mufti wa Tanzania anatambua ujenzi huu, kwani Mheshimiwa Mufti amewahi kuja hapa na Sheikh wa mkoa wa Dodoma na akaona ramani za ujenzi wa msikiti huu pamoja na majengo mengine, na vile vile anatambua kwamba leo ujenzi wa msikiti huu rasmi unaanza. Hivyo kubwa zaidi la kwake, anaomba Mwenyezi Mungu kwanza afanye wepesi katika kazi hii, ajalie kheri katika kazi hii, na wanaosimamia jambo hili Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya na umri na moyo wa kujitoa na kujitolea katika kujenga msikiti huu. Msikiti huu umeelezwa ni msikiti mkubwa, ghorofa 4, ni msikiti mkubwa sana. Ni msikiti ambao utaonesha maendeleo ya Uislamu na Waislamu katika mkoa wa Dodoma. Na hata Sheikh wa mkoa wa Dodoma mara nyingi alipokuja ameeleza kwamba msikiti huu ni moja katika misikiti ambayo itakuwa ikionyesha taswira kubwa na nzuri katika mkoa wa Dodoma, katika mafanikio, maendeleo ambayo yanapatikana ya Waislamu katika mkoa huu wa Dodoma. Pamoja na kwamba gharama zake ni kubwa sana kama zilivyoelezwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu gharama hizi ni ndogo. Tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa dua hii iliyofanyika leo, Mwenyezi Mungu atatia wepesi wake jengo hili liweze kutimia. Lakini Sheikh wa mkoa wa Dodoma Al-Haji Dr. Sheikh Mustafa anawaomba Waislamu wote kuungana katika ujenzi huu. Hakuna jambo kubwa kama umoja. Pamoja na gharama zote zilizoelezwa, lakini kama tutaungana Waislamu katika jambo hili, ana imani kabisa kabisa jengo hili litakwisha. Waislamu sio wa Dodoma tu, anawaomba Waislamu wote wa mkoa wa Dodoma, na Sheikh wa mkoa anawaomba Waislamu wasiokuwa wa mkoa wa Dodoma katika mikoa mingine ambao wataona sauti hii na dua hii iliyofanyika,
na picha ambayo inaonekana katika msingi ambao unachimbwa, na watasikia na kuona maelezo yaliyotolewa na naibu katibu wa msikiti huu. Anawaomba wote waungane katika ujenzi huu kwa kupitia akaunti za benki ambazo zitatangazwa, ili waweze kuchangia kile ambacho walichonacho. Lakini pia pamoja na kuhudhuria katika dua hii shekhe wa mkoa, na ujio wa shekhe wa mkoa hapa na kumleta shekhe wa mkoa Mheshimiwa Mufti hapa, pia mwenye wilaya yake, mkuu wa wilaya amehudhuria hapa na amekwishaona ramani hizi na maelezo haya. Mkuu wetu wa wilaya ya Dodoma mjini Alhaji Jabir Shekimweri, tunaamini vile vile na yeye kwa mapenzi yake na jinsi tunavyomfahamu, mkereketwa mkubwa wa mambo ya dini ya Kiislamu, kupitia viongozi wa serikali tutapata donation kubwa kutoka kwao na msaada mkubwa kutoka kwao, ili tuhakikishe gharama zinazokabili jengo hili angalau tuweze kufika katika ile hatua ya kuweza at least kumaliza jengo la chini, tukaweza kuswali katika jengo hili la chini na huku juu likiendelea. Nataka niwaambie, misikiti mingi haisubiri imalizike kwa gharama zote zilizotajwa za milioni 800. Ni washauri kwamba tutakapomaliza ile floor ya kwanza ya chini na tukafunika, tukapata sehemu ambayo tunaweza tukafanya ibada na huko juu kunaendelea, ushauri tu, ni vyema tukaanza kufanya ibada katika ile floor ya kwanza, kwa sababu tukianza kufanya ibada katika ile floor ya kwanza itatuletea watu ambao watakuja kuswali, itatuletea watu wa eneo hili, itatuletea watu wa maeneo mengine, itatuletea waumini wa mkoa na waumini wa nje ya mkoa, itatuletea hata wageni mbalimbali kuja kuswali katika ile floor ya kwanza. Sasa wale watakapokuwa wanaswali hivyo na wakaona nini kinafanyika hapa, na wakaona ramani za hapa, na wakasikia taarifa zinazotolewa hapa, itaweza na wao kuwapa moyo wa kuona na sisi tufanye nini ili kumalizia hiyo ghorofa ya pili inayofuata.